Kanda ya Mashariki ya Kati ilianza wiki hii kwa matumaini baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israeli na Hamasi. Lakini matumaini hayo hadi sasa yako njia panda. Sababu ni ipi? Miili ya mateka 19 wa Israeli bado haijapatikana, na swala hilo limegeuka kuwa kizungumkuti kikubwa kinachotishia kuvunjika kwa amani hiyo changa. Kwa mujibu wa mkataba wa usitishaji mapigano, Hamasi ilikubali kuachia huru mateka waliokuwa hai na kuwakabidhi Israeli miili ya waliopoteza maisha wakiwa kizuizini. Hadi sasa mateka 20 wameachiwa huru, miili 9 kati ya 28 imekabidhiwa, huku miili 19 bado haijulikani ilipo. Hamasi inadai kuwa miili hiyo haijafanikiwa kutokana na ukosefu wa vifaa vya kupekua vifusi katika maeneo yaliyoharibiwa vibaya na mashambulizi ya awali huko kanda ya Gaza. Hasira na majonzi vinaongezeka miongoni mwa familia za mateka. Wanataka majibu au angalau miili ya wapendwa wao. Familia hizo hadi sasa zimeitaka serikali ya Israeli kufungia utekelezaji wa makubaliano yoyote mapya hadi pale Hamasi itakapowajibika kikamilifu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwa msisitizo mkubwa kuwa serikali yake imedhamiria kuipata miili ya mateka wote kwa gharama yoyote. Katika muktadha huo, tahadhari imetolewa kwa Hamasi. Iwapo haitatimiza masharti ya mkataba, mapigano yanaweza kuanza upya. Katika hatua ya kuokoa hali, Uturuki imetuma wataalamu wa kuchimba vifusi kusaidia kutafuta miili iliyopotea, juhudi zinazotoa matumaini mapya kwa familia zilizo katika giza la simanzi. Wakati hayo yakiendelea, mashirika ya misaada ya mataifa mbalimbali yanaitaka Israeli kufungua mipaka ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika Gaza, haswa kupitia vivuko vya Rafah. WHO imeonya juu ya milipuko ya maradhi kama homa ya uti wa mgongo, kuhara na matatizo ya kupumua. Israeli imesema kuwa kivuko hicho kinaweza kufunguliwa ifikapo Oktoba 19, Jumapili hii. Ufaransa, Uingereza na Marekani zimetangaza kuwa ziko karibu kukamilisha azimio la kuunda kikosi cha usalama cha kimataifa kitakachopelekwa kanda ya Gaza. Azimio hilo linalenga kuhakikisha usalama na ufuatiliaji wa utekelezaji wa makubaliano yaliyowekwa. Hali ya amani bado ni tete. Macho ya dunia yote yanaelekezwa Mashariki ya Kati. Je, Hamasi itakabidhi miili hiyo iliyosalia? Na je, Israeli itarejea vitani? Familia za mateka watapata majibu wanayosubiri kwa uchungu mkubwa. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.